Hello Soseni. Leo nimekuja na kesi moja hapa ya kusikitisha sana ambayo imefanyika wiki hii. Na hii story ambayo naenda kuambia, hii ni story ya kijana mmoja ambaye ameuawa kule Afrika. Na unajua subscribers wangu na wale followers wangu waliponitumia hii story wakasema ni kadri. Unajua mimi huongea tu mambo ya immigration na vitu kama hivyo. Lakini hii story ambayo imeniguza mpaka nikasema hata kama siongea leo story kama hizi, hii ni lazima niongee story kama hii, sababu hii ni jambo ambalo linaweza tokea kwako, linaweza tokea kwa ndugu yako, linaweza tokea kwa mtoto wako, kwa jamii yako, ama kwa rafiki yako ambaye unamjua, jirani yako pia inaweza mtokea. So ni jambo ambalo linagusia kila mtu ambaye ana moyo, ambaye ana utu ndani yake, lazima limguse. Huyu hapa mnamuona hapa kwa screen, huyu ni Albert. Na nitawaambia story ya huyu Albert na niwaambie jinsi alivyouawa, na ni katika mazingira ambayo ni ya kusikitisha sana. Albert alizaliwa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1994. So alikuwa na miaka 30, ambaye mwezi ujao angekuwa miaka 31. Huyu Albert ambaye mnamuona huyu, babake hakuwa na hela, babake ni mtu wa kupambana. Na hii ambayo nawaambia hii story ni kauli ya kutoka kwa babake mzazi ambaye mwenyewe ndo ameisema. Kijana wangu ni kijana mmoja, hakuna hata msichana kando yake. Nimemsomesha kwa tabu kwa miaka yote hiyo, around 20 years ambao nimekaa Pwani, eneo la Malindi, kwa ajili ya kujaribu kustawisha maendeleo ya boma langu kupitia kwa huyo kijana, nikifanya uwekezaji kwa ajili ya kumsomesha huyo kijana. So matokeo ni kuuawa. Naweza niseme hivi kwa sababu alitoka nyumbani akiwa ni mzima. So babake yeye alikuwa anaishi kule Malindi. Kama unajua Mombasa huko pande ya coast huko, alikuwa anaishi Malindi. Hapo ndo Albert alilelewa. Babake alikuwa anafanya kwa Kware. Kama mnajua zile Kware za Mombasa, basi babake alikuwa anafanya huko, ndo aweze elimisha huko kijana, ndo aweze mfanyia kila kitu. Sababu babake alikuwa hana kipato, si mtu mwenye hela. So alikuwa anajaribu kuwekeza katika huyu mtoto wake ambaye anajua kama jinsi wa Afrika wanavyofanya, wanafanya bidii kuwekeza ndani ya watoto wao, ndio watoto wao wakiwa wakubwa wafanye nini, wafanikiwe, alafu waje baadaye kuwasaidia. So wanawekeza kwa matumaini kwamba huyu mtoto akiwa mkubwa atafanya nini, atarudi nyumbani atusaidie. So Albert alifanya bidii, akasoma kule Malindi, alafu akagraduate katika chuo kikuu cha Pwani University, akawa mwalimu, akahitimu kwa mwalimu na akaanza kufunza kule pande ya coast, akawa mwalimu hata kule Voi. Lakini alikuwa anavyojua serikali ya Kenya, hata kama umemaliza shule na hawakupi kazi. So yeye akapata kazi, lakini alikuwa amefanywa na ile kuandikwa na BOG. Kama umekuwa mwalimu, unajua kuna walimu wanaandikwa na serikali na kuna wale wa BOG, na BOG walimu hawalipi hela nyingi. So alifanya hivyo, alafu akaona hapa hapati kipato, akasema acha aanze biashara yake, alafu akaanza biashara yake ya kuuza makaa. So hiyo ndio biashara ambayo Albert alikuwa anaifanya. Huyu Albert alipokuwa mtu, unajua sasa yeye ana miaka 30, yeye akaamua kuoa. So akaoa mwanamke, na huyo mwanamke, huo mke wake akampeleka kuishi na wazazi wake kule Homa Bay. Homa Bay ni pande ya Nyanza kule Kenya. So hivyo ndio maisha ya Albert yalivyokuwa. Alafu Albert ni kijana kama vijana wote hawa, ambao vijana wote kama kwa vijana wote Kenya ama vijana wote dunia nzima, kwa social media. Na ukiwa kwa social media, ukiwa na kitu mtu unakiposti tu, hata ukiwazi unaposti tu, unasema una express feelings zako ama opinion yako kwa vitu vingi sana. Muda mwingi huwa una express, alafu watu wana comment, alafu hiyo inaisha hivyo. Lakini kwa Albert, posti moja ambayo alifanya kwa Twitter ndio ilikuwa mwisho wake. Na nitawaambia kauli ambayo babake ameileta hapa kwa vyombo vya habari, ambavyo nini kiliendelea na huyu Albert. Nasikia tarehe 7 alikuwa amekaa nyumbani, alikuwa ameenda kuwatembelea. Albert alikuwa na Malindi, lakini alikuwa na mke mpya, alikuwa anaenda nyumbani ili aweze kufanya huu mke integrate na jamii yake kule Homa Bay. So alikuwa amekaa kama mwezi mmoja, miezi miwili kule Homa Bay, sina uhakika, lakini alikuwa ametoka Malindi, ameenda kukaa huko na mke wake. Alafu mke wake nasikia amejifungua na mtoto mdogo. So alikuwa anakaa huko na wazazi wake, na alikuwa integrate mke mpya kwa hiyo jamii. So tarehe 7 mwezi huu, huyo Albert alikuwa amekaa wako nyumbani, alikuwa ametoka kidogo, ameenda kununua miti.
amenunua miti aje apande sababu kuna mvua, ni msimu wa mvua. Alafu kama ni kijana, alafu unajua ni kijana anajua kujituma, ni kijana alienda kununua miti aje apande. So hiyo Jumamosi alikuwa ameenda kununua miti, alafu aliporudi kwao nyumbani mamake akawa amepika ugali na sukuma kama chakula. Hiyo ni chakula ambacho tunakulaga kule Kenya. So mamake akakuwa amekipika. So Albert alikuwa na njaa, alafu babake alikuwa hapo nje, sijui mjomba wake na nani walikuwa hapo, kama jamii yao ilikuwa hapo. Alafu Albert akaketi nje akaanza kula hicho chakula. So babake alikuwa amekaa kule nje, alafu akaona pikipiki zinakuja. Alafu unajua akajiuliza, hapa tuna wageni gani hawa wanatutembelea leo Jumamosi? Kwa nini wageni hatakuwa tunajua wanakuja? Alafu babake ndo akaenda kupokea, kama vile jinsi desturi ya Afrika ama ya Wanaafrika iko, ukiona mtu anakuja mgeni, kama ni baba mwenye boma, unaenda kujua wakaribisha wageni nyumbani. So huyo babake naye akaenda akakaribisha nani? Akakaribisha hao wageni nyumbani. Hao wageni kwa kauli ya babake alikuwa anasema zilikuwa pikipiki 3. Alafu hizo pikipiki 3 zilikuwa muendeshaji wa pikipiki alafu na mtu nyuma. Sasa ni kama watu 6 waliingia ndani ya boma. Alafu akashindwa hawa watu wamekuja nini? Alafu hao watu kuwauliza wakasema sisi ni DCI. Sisi ni DCI, tumekuja hapa na tunataka kijana wako, sababu kijana wako kuna kitu ambacho ama alimtukana mkubwa wetu, yani mkubwa wa polisi, yani wao. Alafu babake naye akawaza akasema labda mkubwa wao anamaanisha ni mkubwa wa kama rais wa Kenya kama Ruto, lakini ikawa si Ruto. Wanasema ametukana polisi ambaye anaitwa Lagat. So wakamchukua huyu kijana, alafu unajua kijana alikuwa shanza kula hata hajamaliza, wakamfunga pingu. Alafu walipomfunga pingu wakachukua simu yake hapo kwa boma. Alafu walipochukua simu yake, wakati kuna karatasi lazima assign ambayo ni ya yani sijui kama ni karatasi ya nini, lakini juu alikuwa na simu yake alikuwa anapashwa assign, walitoa pingu ndo assign. Yani walimshika moja kwa moja. Wakija hawakuonesha arrest warrant, hawakukuwa na vitambulisho, walikuwa tu na tag ambayo inaonesha hawa watu ni wa DCI. Alafu wakaambia babake sisi tunaenda na kijana wako. Alafu babake akasema mimi mnaenda naye vipi? Alafu nini? Alafu huyu babake akaambiwa wewe fanya nini? Hizi ndo nambari za simu zetu. Sawa, DCI wakampa nambari za simu, wakaambia wewe uje kule Homa Bay umfate kule. Sasa babake naye moja kwa moja wakati kijana wake alienda naye akafanya nini? Akamfuata. So huyo kijana wake akachukuliwa na pikipiki. Nasikia walipomchukua akamfunga pingu, yeye naye kulikuwa akaekwa katikati sababu kulikuwa pikipiki 3, kulikuwa na moja mbele, yeye akaekwa katikati alafu nyingine nyuma. Alafu wakaenda kwa police station kule Homa Bay ambayo inaitwa Maweko, sijui kama na pronounce right, lakini inaitwa Maweko. So babake alipoona mtoto wake ameshikwa, alafu anajua jinsi vitu zinavyoendaga kule Afrika, yeye akafanya nini? Akazungumza na mke wa huyu mtoto wake, akazungumza na watu wa jamii hapo, wakasema hapana, tumfuate nini? Tumfuate wapi? Tumfuate Maweko. Babake naye akachukua pikipiki akaelekea wapi? Akaelekea Maweko. Kufika Maweko akapata OCS kule kuongea na OCS akimuuliza mambo ya mtoto wako na nini akamwambia mtoto wako huwezi zungumza naye, alafu nini wanampeleka huku juu chini. Akijaribu kupigia zile nambari ambazo walipewa DCI walipompatia hizo namba, akajaribu kupiga zile namba DCI walimpa, wakichukua mtoto wake kwa boma, hakuna mtu anachukua nini? Hakuna mtu anachukua simu. Alafu huyo OCS akamwambia mtoto wako anafanya nini? Anapelekwa Nairobi. Sasa wewe fanya nini? Ukitaka wewe mfuate kwenda Nairobi. Alafu ndo babake akaja akadiscuss na familia yake, alafu akaamua afanye nini? Apange safari aende wapi? Aende Nairobi. So babake naye alitoka saa 3 usiku akafika Nairobi saa 10 asubuhi, na unajua bado giza. So wakati alifika yeye akasubiri, alafu saa 1 akaelekea Central Police Station. Akajaribu kuuliza akasema nataka kumuona mwanangu. Akamwambia wao mpaka wahesabiwe, kama mtu ameshikwa lazima wahesabiwe, alafu wakishahesabiwa kuoshwe kufanya nini utafanya nini na mtoto wako. Lakini kila dakika 30 anaenda anauliza mtoto wangu yuko wapi, nini kimemkuta, mbona mimi simuoni? Alafu akaanza kuwa na hiyo wasiwasi. Akiuliza na shida anauliza ni saa 1, alafu ikafika saa 3 mchana. Kufika saa 3 mchana akaanza kuwa na wasiwasi, akauliza tena, wakamwambia wewe ni bwana, wewe nenda katafuta kiamsha kinywa, alafu kisha kula, alafu uje ukija utakoshamaliza, alafu utafanya nini? Utaona mtoto wako. Alafu sawa yaka unajua akaenda akakaa akasema kula sababu
alikuwa hajaona mtoto wake, sasa alikuwa na hiyo wasiwasi. Alafu unajua alikuwa ashasikia mambo ya masubaru na nini, jinsi vitu vinavyoenda kule Afrika. So alikuwa na hiyo uoga, sasa hatakuwa hata na appetite, hakula. Haya, akarudi hiyo saa 4. Kurudi saa 4 akauliza mapolisi, "Haya, mimi nataka kumuona mtoto wangu." Akamwambia, "Wewe ukitaka hatuwezi kuambia uweze na mtoto wako, wewe mfuate nani? Fuata kwa OCS. Wewe nenda kwa OCS ujue nini? Atakwambia jinsi ya kumfuata mtoto wako." Yeye wakiwa na chaplain, alafu kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa amekuja kumuona Albert because alikuwa rafiki yake. Huyu babake anasema alimkuta kule, alafu akizungumza ndiye akajua huyu kijana naye pia alikuwa amekuja kumfuata Albert kule. Alafu huyu babake walikuwa anasema huyu kijana yake ametukana mkubwa, na hata kuna wengine pia nao wameshikwa. Kuna mmoja ameshikwa Kisii, kuna mmoja sijui ameshikwa wapi. So wakasema hawa wameshikwa sababu wanatukana mkubwa. Sasa hiyo tu ndo alikuwa na information yake, hakuwa na information nyingine. Alafu sasa walipofika huku kwa OCS wakamuuliza, "Haya, mimi nimejaribu kuona mtoto wangu, nimejaribu kupiga simu ile namba nilipewa simu za DCI, mbona mtoto wangu simuoni?" Huyu OCS akamwambia, mimi siwezi kuambia mtoto wako ako wapi. Mimi nitakwambia ufuate wapi? Ufuate kwa OCPD. Sasa anatoka kwa huyu anamtuma kwa huyu anamtuma kwa huyu. So wakati alikuwa anatumwa kwa hao watu, yeye uoga na wasiwasi ulikoshamuingia, sababu anajua Afrika, especially Kenya na Subaru, mtoto wako akishachukuliwa matokeo yake haikuagi mazuri. So babake akaambiwa na OCS afuate kule kwa OCPD. Sasa akaenda kwa OCPD, sasa huko ni kule Nairobi. Akafuata kwa OCPD. Kufika kwa OCPD akamwambia, "Samahani, ile taarifa ambayo ninayo juu ya mwanao si nzuri." Alafu unajua huyu mwanaume ashajua kama serikali imechukua mtoto wako kwa vyombo vya habari, nimewambia anajua inakuwa haiishi vizuri. So OCPD akamwambia, "Mtoto wako alijigonga kwa ukuta, alafu anasemekana alikuwa kwa cell peke yake, alafu akajiua, yani commit suicide." Alafu babake akajiuliza, mtoto commit aje suicide? Unajua akashangaa ni kipi kiliendelea kutokea atokee Homa Bay chini ya masaa 12 mtoto wake keshaaga, ashajiua. So babake akaanza kuwa na wasiwasi, sababu anajua serikali ambayo hii iko hapa ishazoea kuchukua vijana wadogo alafu wanawafanya nini? Wanawaua. Mwanangu haezi jiua. Alafu alikuwa anashindwa kwani mwanake alikuwa kwa cell ambaye ni peke yake. Unajua ukiwa kwa cell isolated inamaanisha kwani kama wewe ni terrorist, kama wewe ni criminal ambaye unajua utahurt watu wengine. So kwa peke yako sababu wewe ni danger kwa watu wengine. Lakini mwanake anasema tangu amjua mwanake hajaishikwa, hajaikuwa na tatizo lolote na serikali ama na polisi. Mwanake amekuwa na record sawa. So huyu baba Albert akaanza kusema mwanake hawezi kuwa nini kimemkuta akaikwa kwa isolation hiyo. Alafu akaaga vipi? Aliaga wapi? Aliaga akisafirishwa kuja kutoka Homa Bay ama aliaga kule Nairobi akapigwa, hajui. Alafu sasa ndo wakangoja wakafanya autopsy, wajue ni nini, kama alijiua, kama alifanya nini. So autopsy ndo ikafanywa. Wakati autopsy ilikamilishwa na majibu yakatoka, ikaonekana Albert kijana alinyongwa, akagongwa na kitu kama blunt object kwa kichwa. So aligongwa kichwa, akanyongwa, alafu mwili wake wote alikuwa akona hizo injuries za kuonyesha alikuwa anaumia. Alafu kwa hiyo autopsy wakasema ni kama wakati huyo mtu alikuwa anamuattack, alikuwa anajidefend, anafanya self defense. Yani ni kuonyesha alikuwa anapigania maisha yake wakati aliaga. So hiyo ndo kesi ambayo iko Kenya sasa. Na hiyo ni kesi ya kutatanisha. Na kitu ambacho kinahuzunisha na hii kesi ni kwamba saizi inaonekana kama ni Albert imemfanyikia ni hiyo jamii, lakini kama hii jamii ama watu wanaendelea kuuliwa ama vijana wadogo, Gen Z, whatever, wakianza tu kusema kitu kidogo juu ya serikali, kitu kidogo juu ya mtu, ndio hiyo washawawa. So tunahitaji kama kukue na haki, kukue na justice for Albert. Kwa nini? Sababu huyu story ya Albert inaweza kuwa story ya mtu wako kesho, ama ikuwe story ya jirani yako, rafiki yako, mtoto wako. So serikali haipaswi kuwa inaangamiza watu ambao wanaikosoa katika jambo lolote. Ukiona kama huyu Albert anasema alikuwa amepost mtu ambaye anaitwa Lagat ambaye ni mkubwa kule, yeye anafanyaga mambo ya ufisadi,
ana kama kuchukua vijana wadogo, wanawashika alafu wanawatolesha ile hela kidogo ndio wafanyani watoke, wana accumulate mpaka milioni 100 ya Kenya kwa siku. Hiyo ni hela nyingi sana. So kitu najiuliza ni kwamba huyu Albert alikuwa shajua zaidi ya hiyo, alikuwa shajua kuna kitu kingine ambacho alikuwa anajua, ndio maana aliwawa. Na hicho kitu ni nini? Na hao polisi wamechukua simu yake, Twitter account, washa deactivate account. So ni nini ambacho Albert alikuwa anakijua ambacho kilikuwa kinaonekana ambacho ni cha nguvu, ambacho kingetoka nje kingemwangamiza ama kimuumize mtu fulani, jambo ambalo lilipelekea yeye kuuawa. Lakini hata kama ni mambo ya ufisadi, hata kama ni kama mtu angepatikana, yani ni uwe mtu wa mtu, sababu mambo ya ufisadi Kenya watu walishapatikana ufisadi, alafu hata hakuna kitu kinafanyika, watu wanajua tu huyu alibaila fulani, alafu hivyo moja kwa moja inaisha hiyo story, inakuja inalipuka alafu inaisha. Ya nini uwe mtu wa mtu? Makoti yako hapo sababu ya kazi yake, kuprosecute kama watu wamefanya makosa, kama ni amepatikana na makosa aende jela. Kwa nini iwe serikali inachukua mtu, polisi anachukua mtu kwa boma mikononi mwa mzazi wa huyo mtu, wanaenda naye wanamuua, na mpaka sasa hakuna hata polisi ameshikwa. Hakuna polisi ambaye wanasema huyu kati ya hao polisi ambao walikuja kumchukua kule nyumbani kuna mmoja amekuwa ndani, hakuna hata mmoja mpaka sasa. Kwa wale ambao walimchukua kule Central Police Station ama kule kwa police station ya Homa Bay, hakuna mtu ambaye ameshikwa sababu ya kitu kama hicho. So hii ni story ambaye inahuzunisha sana. Sababu ya nini? Inaonyesha kwamba hata mzazi akifanya kitu chochote, nimekwambia baba ya Albert anasema alikuwa anafanya kwa kweli, anafanya bidii asomeshe mtoto wake ana nidhamu, mtoto wake anafanya bidii, mtoto wake anajituma, lakini tu kupost kitu kwa Twitter, kuna mtu anaona haya, wacha niende nichukue huyo mtoto, mimi niende nimwangamize. Na hao watu wanaangamiza watu, hao wana watoto, hata hizo hela wanaziiba, wanaiba juu ya watoto wao. Ndio watoto wao hata wanaurithi na vitu kama hivyo. So ni kitu cha kuhuzunisha kwamba Afrika paka sasa mwaka wa 2025 kuna mtu anaweza chukuliwa mikononi mwa wazazi wake na serikali na aende na auawe na hakuna mtu anajibu nini kilichotokea. Hiyo ndio story ambayo story ya Albert, ambaye ni mtu ambaye inaonyesha kama ni kijana kama kijana wengine ambaye alifanya kila kitu ambacho anakiweza, maisha yake yawe salama, aishi vizuri, lakini mwisho wa siku akawawa na serikali na hakuna mtu amekuwa held accountable. Asante kwa kunisikiza. Subscribe kwa hii video na tuendelee kusema justice for Albert.